Mtazamaji wangu, ujio wake Fred Matiang'i ndani ya taifa letu la Kenya umeweza kupea serikali yake Rais William Samoei Ruto tumbo joto, na kwa sasa mahala ambapo wako na wasiwasi sana na uchaguzi wa mwaka wa 2027. Ni kwa nini niseme hivyo mtazamaji wangu? Siku ya jana ilikuwa ni siku ambayo mtazamaji wangu Wakenya wengi walikuwa wameweza kuisubiria. Wakenya wengi walikuwa wameweza kuweka macho yao kwenye runinga waweze kuona, je, bwana Fred Matiang'i ambaye amekuwa akiweza kuzungumziwa kwa muda mrefu huyu sana, ni kipi hiki ambacho anaweza kukifanya, au ni kipi hiki ambacho ataweza kuja kukifanya ambacho kitaweza kufanya sisi kama wananchi tuweze kumchagua au tuweze kumsikiliza? Manake hajakuwa akiweza kuonekana katika mikutano yoyote ya umma akiweza kusema kwamba anataka kiti cha urais, na hajakuwa akiweza kukua na mtandao wote wa kijamii, na hivyo hajakuwa akiweza kuonyesha nia ambayo imekuwa ikiweza kuashiria kwamba anataka kuweza kusimama kiti cha urais. Lakini kwa kilichoweza kutokea siku ya jana mtazamaji wangu, ndani ya serikali yake Rais William Samoei Ruto wameweza kujawa na tumbo joto sana, na hivyo basi wameweza kuweza kuhakikisha kwamba tu bwana Fred Matiang'i hafiki mahala popote, na hivyo basi wanamshughulikia ili kwamba mwaka 2027 asiweze kuwa katika debe ya kinyang'anyiro cha urais. Lakini watu kutoka Kisii wameweza kujua kila ambacho kinazidi kupangwa, na pia bwana Fred Matiang'i ashaweza kujua mchezo ambao unapangwa ili kwamba aweze kuchezewa. Kabla sijaweza kuelezea mtazamaji wangu, iwapo ni maraka kwanza kutana na sura hii, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja popote pale ulipo, jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii kabla hatujaweza kuendelea na makala yetu. Asante sana kuweza kujiunga nasi. Basi karibu ili kwamba tuweze kulonga mawili matatu. Iwapo umejiunga nasi, Mwenyezi Mungu aweze kukubariki na kujalie maisha marefu na afya njema popote pale ulipo. Mtazamaji wangu, ujio wake bwana Fred Matiang'i ndani ya taifa letu la Kenya limeweza kutoa tumbo joto sana kwake Rais William Samoei Ruto. Ni kwa nini niseme kwamba imeweza kutoa tumbo joto kwake Rais William Samoei Ruto? Fred Matiang'i aliweza kukuja na kuingia ndani ya taifa letu la Kenya, na wakati ambapo aliweza kutua ndani ya taifa, basi mtazamaji wangu, tuliweza kuona kwamba kilichoweza kutokea ni kitu kimoja. Kilichoweza kuja kutokea mtazamaji wangu ni kwamba Fred Matiang'i hakuweza kuwaambia watu kwamba atakuwa na mkutano. Iliweza kutokea kama leo na kesho ako na mkutano. Iliweza kutangazwa kama leo na kesho wako na mkutano. Lakini baada ya kuweza kutangazwa hii mtazamaji wangu, basi watu waliweza kujitokeza in large numbers. Watu waliweza kujitokeza kuweza kuonyesha upendo. Watu waliweza kujitokeza kuweza kwenda kumsikiliza bwana Fred Matiang'i na kutaka kujua kwamba jamaa huyu ni kipi ambacho ameweza kutupangia. Jamaa huyu ni kipi ambacho ameweza kutuletea. Manake tulikuwa tukiweza kumsikia kwa muda mrefu kwamba ataweza kukuja na ndiye mtetezi wetu, lakini ni kipi ambacho ameweza kutuletea? Fred Matiang'i walikuwa wanataka kuweza kusikia iwapo ameweza au iwapo ako tayari kuweza kusimama kiti cha urais. Lakini as we are talking now, tuko na 100% na uhakika kwamba sasa Fred Matiang'i ashaweza kujiingiza katika ile ambayo ni kinyang'anyiro cha urais, na hivyo basi yuko tayari kuweza kushindana uso kwa uso na Rais William Samoei Ruto. Na Fred Matiang'i mtazamaji wangu, bila kuweza kupita kona huku na kule, ningependa niweze kuelezea kwa mapema sana kwamba this man called Fred Matiang'i, he will defeat President William Samoei Ruto very very early in the morning. Let me explain to you why I'm saying that he will defeat President William Samoei Ruto very very early in the morning. Remember, people who told Fred Matiang'i to come back in the country, they are youths, Gen Z. And Gen Z wako 75% ya taifa la Kenya. Yani this country of Kenya, wala ambao wameweza kujaa wengi sana ni youths, ni vijana. Na vijana hawa wamekuwa kinyume sana na serikali ambayo iko madarakani. So mtazamaji wangu, wao kuweza kuwa kinyume na serikali ambayo iko madarakani, wakiweza kuitaja kama ni serikali ambayo inawafinya, serikali ambayo haiwasikilizi, serikali ambayo inawatesa, basi mtazamaji wangu waliweza kuona kwamba Fred Matiang'i ndio mtu ambaye anaweza kukuja kuwa mtetezi wao. Na hivyo basi hili limeweza kuonekana. Hili limeweza kutokea peupe mtazamaji wangu, na sasa tunavyozungumza ni kwamba tuko na uhakika kwamba Rais William Samoei Ruto anazidi kukua. Sasa hivi ni mtu ambaye ako na wasiwasi sana, na pia Raila Amolo Odinga ako na wasiwasi, because Raila Amolo Odinga aliweza kuwa ametaja kwamba ODM will be in the race coming 2027. Lakini
Cha kushangaza ni kwamba ameweza kuona chama chake, chama cha Jubilee, chama cha UPA vimeweza kuungana kumtoa bwana Fred Matiang'i. Na wao kuweza kumtoa bwana Fred Matiang'i, wanataka kwamba huyu jamaa aweze kukuja kusimama kiti cha urais kupitia tiketi hiyo. Na mtazamaji wangu, mambo yameweza kuanza kuchemka, na hapa lazima uweze kuelewa ni mchezo gani huu ambao unazidi kuendelea. Unajua, you might think that what is happening now, it is just something that can happen to somewhere else. Mtazamaji wangu, kitu ambacho ningependa uweze kuelewa sasa hivi ni kwamba sasa hivi hakuna miradi ambayo inaendelea. There is no any development. And we have been hearing that development food tour, sijui nini na nini. Mtazamaji wangu, ukweli wa mambo ni kwamba there is no development tour. What is there ni kwamba mtazamaji wangu, kila ambacho kiko pale sio kitu kingine, ni hii ambayo ni kampeni wanazidi kuzifanya. That's what they are doing. Na wanazidi kuzifanya, lakini kuna Wakenya wachache ambao tayari washaweza kuelewa mchezo huu. Kuna Wakenya wachache ambao tayari washaweza kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea, na wanajua jinsi ambavyo wanazidi kucheza na mchezo huu, au wanaenda na hii upepo ambao unazidi kuendelea. Wanasiasa wetu wameweza kufeli pakubwa sana, na wameweza kuanza kumezea kiti mwaka 2027, ili hali hawajaweza kutekeleza au kumaliza kila ambacho waliweza kuwa wameahidi wananchi kwamba watakuwa wakiweza kukitekeleza kabla ya mwaka 2027, na hata wengine hawajaweza kuguza manifesto yao. So you can imagine kwamba mtazamaji wangu, hapa mambo si mazuri, hapa mambo yameweza kuchemka, na lazima uweze kuelewa kwamba mtazamaji wangu, hapa mambo yanavyozidi kuchemka ndivyo kila kitu kinazidi kuonekana kwamba sio kuzuri, na sio kuzuri hata kidogo. Na ndiposa na kuelezea na nakwambia kwamba Rais William Samoei Ruto popote pale alipo ni mtu ambaye ako na wasiwasi. Manake sasa hivi anaona kwamba Fred Matiang'i ataweza kuja kumtoa asubuhi na mapema. Remember what happened. Mtazamaji wangu, hiyo si kampeni. Fred Matiang'i kuweza kujaza Gusii au Kisii, Nyamira na maeneo mengine, mtazamaji wangu, yeye kuweza kujaza kule haikukuwa kampeni na haikukuwa mkutano. That was homecoming. You can imagine sasa siasa zikiweza kuanza, kampeni itakuwa ni aje? If au watu wote, mtazamaji wangu, unajua watu ambao waliweza kujitokeza hapo, there are so many people. Ni watu wengi sana. Na hii imeweza kubaki kuendelea kukua, ambayo mtazamaji wangu inampa rais wasiwasi kabisa. Because there is no way a person who has no social media account, a person who has not even been seen on national TV or any radio station or any social media platform marketing himself, mtu ambaye hajaweza kuzungumza lolote, haiwezekani akaweza kukusanya mkutano huo wote. Hii si kitu ya kawaida. Na hivyo mtazamaji wangu, remember pia bwana Fred Matiang'i alikuwa peke yake. Hakukuwa ameweza kushirikiana au kuandamana na kina Kalonzo Musyoka, kina Eugene Wamalwa na viongozi wengine. Alikuwa peke yake. So this actually shows you that Mr. Fred Matiang'i has a lot of supporters now as we are talking. Na wengi ambao walikuwa upande wa Raila Amolo Odinga, wengi ambao walikuwa upande wa Rais William Samoei Ruto, washaweza kwenda upande wa huyu ambaye ni Fred Matiang'i. Tukiweza kuanza na Simba Arati, tukiweza kuanza na huyu ambaye ni seneta wa Kisii na viongozi wengine, tayari wako upande wa bwana Fred Matiang'i. Swali likiwa limeweza kusalia kuwa moja tu. Je, huyu ambaye mtazamaji wangu ni bwana Fred Matiang'i ataweza kufaulu kuweza kushindana na Rais William Samoei Ruto na aweze kumshinda? Ndilo swali ambalo ningependa nikuachie, na nitakuwa nikiweza kusoma comment section. For now, like this video na unibonyezea alama nyekundu ile andikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now, see you again in our next video.